Ni kweli vumbi la Kongo linamfanya mwanaume achelewe kufika kileleni? Ni kweli vumbi hili linafanya uume wake usimame kwa nguvu, mshindo uwe mkubwa na atawale tendo hili? Ni swali ambalo nilikuachia wewe hapa kwenye posti iliyopita. Sasa leo nimekuletea majibu. Iko hivi, kwa kawaida hii ni kishamba ambayo wao wanaita, labda tuseme vumbi la Kongo, tulikubaliana nguvu ya simba au sijui nini ya tembo, ina majina kibao. Huwa ina kiambata ambacho kinafanya kazi mbili. Kazi ya kwanza ni kuenda kufanya desensitization, yani kuua uwezo wa zile nerves ambazo zinapokea taarifa kutuma kwenye either kwenye ubongo au sehemu ambazo zinahusika kuratibu tendo hili. Inatoa uwezo wake na kukufanya uwe kama hauhisi taarifa, tuseme inaenda kuweka ganzi. Hiko ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, viambata hivi vinakwenda kufanya kazi ya kulocalize, kulazimisha mzunguko wa damu, kupeleka damu ya kutosha katika maungo hayo, kitu ambacho damu ikienda ya kutosha kitafanya uwe na very strong erection, ambayo mwisho wa siku utajiona kama una nguvu za kiume. Tukumbuke ya kwamba nguvu za kiume zinatafsiriwa kwamba ni uwezo wa kustahimili bila kufika kileleni mapema, na mwisho wa siku kuweza kuhakikisha uume unasimama ngangari. Okay, so huwa zinafanya kazi hizi mbili, kitu ambacho mwisho wa siku watu wanaona ni matokeo. Sasa nikuambie tu kwamba hii kitu ina madhara makubwa sana, kwa sababu itakuumiza, na ndio maana nataka uniambie kwenye comment, unadhani ni sahihi kutumia hivi vitu, ili nikirudi nikwambie juu ya madhara na changamoto ambazo unaweza kuzipata kwa kutumia vumbi la Kongo. Hii ni Swahili Medics, muite rafiki au muite rafiki. Mpaka wakati mwingine, ciao.